Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tungali katika furaha za kipindi hiki cha Pasaka, ingawaje leo jioni tunaanza vigilia ya Pentekoste, ikiwa ndio tunahitimisha hizo furaha tulizokuwa nazo, lakini sio katika maana ya kwamba ndio mwisho wa furaha. Hapana, ni mwisho wa kipindi hiki cha Pasaka na tunaingia kipindi kingine. Ni bado kanisa linakuwa na linakuwa kwa namna ya pekee sasa likitumwa kwenda kuifanya hiyo kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwaachia hao wanafunzi wake, na anatuachia sisi vile vile ambao tumependa kumfuata, tukaamini hayo yote ambayo tumefundishwa, na tunataka sasa tumshuhudie katika maisha yetu. Nafurahi kwamba leo tunafanya hili zoezi la kutaka kulijenga kanisa, sio kanisa nyumba hii ya Mungu, bali kanisa katika maana ya hao waamini ambao wako tayari na wanataka waendeleze hiyo kazi ya uinjilishaji kama Bwana alivyotaka anapolianzisha kanisa lake hilo, anapomtuma huyo Roho Mtakatifu, nguvu ya pekee ambayo ndio italiongoza kanisa. Sasa wanakuja hao ambao wanakuja kuifanya hiyo kazi. Ni sisi ambao leo tumekusanyika hapa na tunapenda kumwonesha Mwenyezi Mungu na tunapenda kumhakikishia kwamba tuko tayari, tunataka tulijenge hilo kanisa ambalo Kristo mwenyewe ametuachia kazi hiyo, na anataka hiyo kazi iendelee kupitia kwetu sisi wenyewe. Nafurahi sana kwa sababu hilo ambalo tunalifanya hapa, ambalo tulishatamka tangu mwanzo kwamba ni mkakati wa pekee wa kutaka kupeleka huduma za uinjilishaji katika maeneo yetu haya ya jimbo letu kuu la Tabora kaskazini mashariki ifanyike. Na kwa kweli wote tumejizatiti kama jimbo, na nafurahi kabisa kwamba leo hapa uko huo uwakilishi wa hao ambao wamependa hiyo kazi waifanye, wakiwa wameungana na wengine ambao hawapa hapa, lakini wanawakilisha na wanaamini kabisa kwa pamoja hiyo kazi tutaifanya. Tumshukuru kwa namna ya pekee huyu ambaye ni mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Paulo Chacha, pamoja na uongozi wote ambao wamesindikizana naye, ndio viongozi hawa wa serikali, ikiwa ni pamoja na sisi wachungaji, wawekwa wakfu, waamini, sote tuliokutanika hapa, tukataka nasi tuitikie wito huo kama alivyoitikia hawa mitume. Na leo tunaongozwa na hawa wawili, na nisingelipenda kusema mengi, lakini nitakuja na moja tu ambalo nataka niliseme leo kwa uhusu wote hawa wawili. Wa kwanza akiwa ni huyo Mtume Paulo ambaye tunasikia sasa amefika huko Roma, Urumi, huko kwa ushujaa kabisa haja sita kuifanya hiyo kazi ya Mungu. Mwisho kabisa wa somo lililosomwa leo tunasikia kwamba pamoja na mashtaka aliyokuwa nayo, pamoja na kukaa na hao Wayahudi ndugu zake, akiwaeleza kwamba kwa kweli waliyofanya si mazuri hao ndugu zake Wayahudi wengine huko Yerusalemu na kwingine alikopita, pamoja na kusikitika hivyo, lakini bado tunaambiwa kwamba anaendelea kulitangaza neno la Mungu. Hilo nataka niliseme, pamoja na shida ambazo tutazipata, pamoja na changamoto ambazo tutazipata, ndugu zangu, tusikate tamaa, tuwe tayari kuifanya hiyo kazi ya Mungu, tukitambua kabisa kwamba sisi ambao tutaifanikisha,
bali ni yeye mwenyewe. Na kwa vile tunaahidiwa huyo Roho Mtakatifu ambaye anashuka kuja kukaa nasi, basi tuwe na hakika kwamba yeye pamoja nasi, tukaungana naye, tukabaki tukaamini katika nguvu hiyo, mengi tutayafanya na Mungu atazidi kutawala na ufalme wake utafika hapa nyuma katika nchi yetu na ulimwenguni kote. La pili ambalo napenda niliongee ni hilo linalomhusu huyo mtume Petro. Waliopata bahati jana kuhudhuria ibada ya misa takatifu, katika somo la Injili lilosoma kutoka Injili ya Yohane sura ya mwisho kabisa ya 21 kuanzia hiyo aya ya 15 kuendelea mpaka mwisho, Petro anakabidhiwa kazi ambayo anapaswa ifanye. Na kabidhiwa kazi hiyo, kumbukeni, baada ya kuwa ameyafanya mengi ambayo alikuwa ni ya udhaifu, mpaka kumkana huyo Kristo. Lakini falsafa ya Mungu si falsafa yetu. Alianza kuogopa, labda ndio maana na wengine wanasema hivyo, hao ambao wanafanya tafsiri za Biblia yetu. Anapomuuliza Yesu, baada ya kuwa amemuuliza maswali jana, kama anampenda, wewe wanipenda kuliko hawa wote? Ndiyo Bwana, chunga kondoo wangu. Wewe wanipenda? Mara 3 anamuuliza hilo. Anamhakikishia kabisa, mpaka inamuumiza sana, kwa vyote itamkumbusha haya aliyafanya alipomkana mara 3. Lakini huruma ya Mungu ni ya pekee. Bado Yesu anataka amfanye yeye awe ndiye mwamba kweli, kama alivyosema tangu mwanzo, awe ni kiongozi wa kanisa. Yeye anaogopa kwa namna fulani. Je, huyu Yohane vipi, itakuwaje? Anamwambia, nifuate wewe, nifuate. Ndugu zangu, la pili hilo, baada ya kusema la kwanza hilo la kutoogopa, kuwa tayari kukabiliana na changamoto, la pili ni hilo ambalo tunalisikia kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, analomwambia huyu Petro anayemweka awe mwamba na alisimamie kanisa hili analoliacha, nifuate. Anatuita ndugu zangu, tumfuate. Tumfuate bila kujali haya ya nyuma yaliyotokea. Kama tumemkana, kama tumeshindwa kushiriki pamoja na wenzetu hata katika kazi hizi tunazozifanya za kupenda kulijenga kanisa, hata kanisa hili nyumba ya Mungu, labda tumeshindwa kujitoa kama wengine wanavyojitoa, tusiogope. Bado muda tunao. Falsafa ya Mungu ndio hiyo, atatusamehe tukikiri na tukawa tayari tena kumrudia na tukataka kuyafanya sasa yale ambayo ni mapenzi yake. Tufate mfano wa huyo Petro ambaye aliyafanya hayo ambayo hayakuwa mazuri, mpaka wakati mwingine Bwana wetu Yesu Kristo akamwambia, ondoka shetani kwangu wewe, lakini bado anamwacha akijua kwamba amempenda na amemsamehe. Atatusamehe na sisi hata kama tunashindwa kuyafanya yale yaliyo mapenzi yake, lakini tukajinyenyekeza na tukapenda aje awe pamoja nasi. Hakika atatuita na atapenda tumfuate na tuwe tayari kumfuata. Wewe njoo unifuate, njoni na nyinyi, twendeni sote tumfuate huyo Kristo na tulijenge kanisa lake. Tumsifu Yesu Kristo.